asifiwe. Haleluya. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi tena kingine hiki ambacho ametuwezesha kutupatia wasaa mzuri wa kuendelea kujifunza, na tunaendelea na somo letu la jinsi ya kuishi katika upako. Jinsi ya kuishi katika upako. Na leo kikiwa ni kipindi cha 5, kama umekuwa pamoja nasi kwa kipindi cha kwanza, na hiki ni kipindi cha 5. Na tumetoka mahali na tunaendelea mahali na tuko mahali. Kwa hiyo kama inawezekana mara ya kwanza umekiona kipindi hiki YouTube, basi fuatilia mfululizo kuanzia tulipotoka na upate mwendelezo mzuri kutokea huko nyuma. Okay. Somo letu lina title kuu ambayo ni kuishi au jinsi ya kuishi katika upako. Kuishi katika upako. Na tuliangalia vitu kadhaa huko nyuma, na leo tunaingia kwenye kipengele cha pili katika mambo ambayo yanatumika au katika matumizi ya upako. Tuko pamoja? Wiki iliyopita au kipindi kilichopita tulianza kuzungumza kwa habari ya matumizi ya upako ambao unaishi nao. Tulianza kuzungumza kwa habari ya upako ambao unaishi nao. Sasa inawezekana ulikuwa hujui kwamba unaishi na upako, basi mimi ndo nakufahamisha kwamba unaishi na upako kama ambavyo unaishi na damu. Hapo ulipo na damu, unajua? Lakini inawezekana kuna ambao hawajui kwamba unaishi na damu, ambacho ni kitu muhimu sana. Mtu mwingine akikosa, wewe unaweza ukafanyika msaada na akapata uhai kupitia damu yako. Sawa? Lakini ndivyo hivyo ilivyo katika upako pia. Inawezekana unajua au hujui, lakini unao. Ni kipimo cha kisoda, kibakuri, kibaba, kikombe, sintenki, lakini imo humo ndani. Haleluya. Sasa huu upako unaoishi nao haitakiwi kuendelea tu kuishi nao pasipokuwa na manufaa yote. Isipokuwa unatakiwa uingie katika utendaji ili kusudi ile sababu, yale makusudi, ile nia ambayo Mungu amefanya huo upako uwe ndani yako uweze kuwa katika matumizi. Sasa namna ya kutumia tulianza kipindi kilichopita. Na tukaanza na kipengele cha kwanza katika matumizi ya upako. Ni nini tuzungumza? Kutoa pepo. Na tukaelekezana vizuri kabisa na mpaka jinsi ya kutoa pepo. Kuna ambaye hajajua jinsi ya kutoa pepo hapa? Kama upo basi unitafute, sawa? Tuelekezane vizuri. Kwa hiyo kila mmoja ninajua kabisa hapa ana uwezo na ana ujasiri wa kutoa pepo bila shida. Na kama kuna makosa kadhaa ambayo uliyafanya huko nyuma, sasa yameshakaa vizuri na unaweza kufanya kwa ujasiri na matokeo kayaona vizuri. Lakini leo tunaendelea kwenye kipengele cha pili. Na kipengele cha pili ambacho tunazungumza leo ni kuponya wagonjwa. Kufanya nini? Kuponya wagonjwa. Kuponya wagonjwa. Kuponya wagonjwa. Karibu. Hii inabaki kwenye matumizi, yaani inabaki katika matumizi ya upako. Matumizi ya upako. Kipengele cha kwanza kusema kutoa pepo. Ndio. Cha pili kuponya wagonjwa. Na mabili kama ile au nimesema nieleweshe. Pepo anaweza kuharibu maisha ya mtu ilikuwa ni nini? Aha. Yaani yale yote tuliyozungumza kipindi kilichopita yalikuwa yamesimama kwenye kipengele cha kwanza. Kuna baadhi ya leo sio kama mchanganya hapa. Tuko sawa? Kwa hiyo maana yangu hapa labda pengine kuna fata ambao watakuja kuangalia YouTube wasije wakashinda kuelewa. Kwa hiyo title kuu ya somo letu ni kuishi au jinsi ya kuishi katika nini? Katika upako. Kwa hiyo subtitle ambayo tunazungumza nayo ni matumizi ya upako.
katika matumizi ya upako tulizungumza kitu cha kwanza au matumizi ya kwanza ya upako ni kufanya nini? Kutoa pepo. Na tukaangalia vitu vingi ndani ya kipengele. Kwa hiyo leo ndio tunaingia kipengele cha pili ambacho ni kuponya wagonjwa. Tuko sawa? Kwa hiyo hata mwana Michael naye hapa sasa tumeenda naye sawa. Ndio Michael? Kwa hiyo leo tutajikita kwenye kipengele cha pili cha kuponya wagonjwa, sio kwa kutumia panga na wala sindano. Wangapi wanaogopa sindano hapa ndani? Kuna watu kwenye sindano na kama tano. Sasa wewe kama unaogopa sindano, basi shughulikia na hiki kitu, kinaweza kufanyika msaada na usitombole kwenye mwili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Sasa nafikiri mpaka hapo sasa nikafuta ili kusudi tujikite kwenye kipengele chetu cha pili ambacho ni kuponya wagonjwa. Katika maisha haya tunayoishi, swala la ugonjwa haliepukiki, aidha kwako, kwenye familia yako au kwa watu wanaokuzunguka. Swala la ugonjwa ni kitu ambacho hakiepukiki. Kinaweza ikawa kwako, kwenye familia yako au katika jamii ambayo inakuzunguka. Sasa kwa maana hiyo, jambo hili la matumizi ya upako katika kuponya wagonjwa linamhusu kila mmoja. Linamhusu kila mmoja. Ili mradi unaishi wewe, linakuhusu. Kwa hiyo kama sio kwako, basi utafanyika msaada kwa watu wengine. Haleluya. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana hapa ili kusudi hiki kitu kisikupite na ukipate vizuri. Sasa katika masuala ya magonjwa au ugonjwa umegawanyika katika matabaka mengi mno. Sasa kwa sifundishi kwa habari ya magonjwa, mimi nitakugusia tu kidogo katika mlengo ambao utapata faida pale. Sasa kwa kujenga msingi kwenye kipengele hiki, kama ambavyo tunajua madaktari wamesomea masuala ya utabibu na nini kwa ajili ya kuhudumia watu wenye shida ya magonjwa, si ndio? Na wamekaa shuleni kwa muda wa kutosha. Wameelekezwa, wamepewa mitihani, wamepewa mitihani ya nadharia na ya vitendo, na mpaka kufikia kiwango cha kuaminika na kupewa vyeti stahiki na leseni kwa ajili ya kushughulikia hawa watu. Sasa na kwa muda wote na miaka yote ambao wamesoma na gharama zote ambazo wametumia, kuna mahali wanafeli. Sawa? Sasa wanapofeli, mtu ambaye anaweza kufanyika msaada kuanzia hapo walipofeli ni wewe. Tuko pamoja? Ni wewe. Yaani kama vile ambapo kuna zahanati hapa, kuna hospitali ya wilaya na nini na mpaka ya rufaa. Sasa rufaa ikishindwa, anayeweza kufanya kuanzia hapo uliposhindwa ni wewe. Kwa hiyo kwa hili jambo ni jambo ambalo ni muhimu sana. Sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya mamlaka ya kushughulikia magonjwa tunayapata wapi? Haya mamlaka ambayo tunajifunza hapa ya kushughulikia magonjwa tunayapata wapi? Haya mamlaka tunayapata baada ya kuokoka. Na ndio uone swala la kuokoka ni kitu ambacho kimebeba package ya vitu vingi sana ndani yake, ambapo ukishindwa kuvielewa vizuri hautanufaika ipasavyo na huo wokovu wako. Sasa haya mamlaka ya kushughulika au kuponya magonjwa tunayapata baada ya kuokoka. Na unapookoka kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa vimeambatana na wewe kutokana na kuokoka huko ambako umeokoka. Sasa tukirudi kwenye mstari ambao tulisimamia kwenye kipindi kilichopita,
kwa habari ya kutoa pepo. Na ndipo tunarudi hapo kama ambavyo tumepewa mamlaka ya kutoa pepo, na ndivyo hivyo tumepewa mamlaka ya kuponya wagonjwa. Haleluya. Marko 16:18. Ile ilikuwa 17, hii leo 18. Marko 16:18. Ile ya Marko 16:17 tuzungumza kwa habari ya kutoa pepo. Haya. Hii inasemaje? Mtu mmoja hapa atusomee. Biblia inasema. Ndio. Marko 16:18. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Bwana Yesu asifiwe. Watashika nyoka. Sasa sikurupuka na kushika nyoka mpaka nikufundishe tena, sawa? Hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru. Tafadhali usiende kubogia sumu ya panya kama sitakufundisha. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Kwa hili ya kuweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya ndicho tunachoenda kusoma siku ya leo. Wataweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Sasa unawekaje mkono juu ya mgonjwa ili apate afya? Kuna mambo gani ya kuzingatia na mambo gani ya kuelewa ili kusudi kuweka kwa mkono kwa mtu kuweze kuleta matokeo? Ndio mambo ambayo tunaenda kuyazungumza hapa. Sasa basi, tukiangalia mahali pengine ambapo panazungumza kwa habari ya mtu aliyokoka kuhusika na swala zima la kuponya wagonjwa, tunaipata kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 8. Mathayo sura ya 10 na ule mstari wa 8. Mathayo 10 mstari wa 8. Inasemaje? Biblia inasema Mathayo 10 mstari wa 8. Ndio. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Pozeni wagonjwa na mengineyo huko, ya kufufua wafu, ya kutakasa wenye ukoma na kutoa pepo kama ambavyo tumezungumza kule nyuma. Lakini pia maelekezo ambayo nasomea hapa ya kufanya bure, usifanye kitega uchumi. Sawa? Sawa. Sasa tunaona kama bado tulizungumza kwa habari ya kutumia upako ambao unaishi nao kutoa pepo, na ndivyo hivyo unatumia upako huo kuponya wagonjwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha watu fulani ambacho wewe wewe kushughulika na mapepo tu. Huko unaposhughulika na mapepo pia unawajibika kuhusika na wagonjwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wacha nikupeleke ndani kidogo. Sasa tunapozungumza kwa habari ya wagonjwa wako wa matabaka tofauti. Na utofauti huu nimeugawanya kutokana na vyanzo vya huo ugonjwa. Kuna vyanzo vingi sana ambavyo vinapelekea watu kuwa wagonjwa. Na hicho chanzo ambacho kimepelekea huyo mgonjwa ndicho kitakachokupatia wewe namna ya kushughulika na huo ugonjwa ulioko ndani ya huyo mtu. Tunaelewana vizuri? Haleluya. Kuna makosa mengi sana ambayo tumekuwa tukiyafanya katika kuhudumu, na hii inatokana na mambo kuyachukulia juu na kukamata bendera na kusepa nayo. Yaani kama vile unaona kuna watu, kundi la watu linatoka mahali
Vina shangwe. Vinaelekea mahali. Naona mbona hii vibe hii kwa kama ya nusu na wewe unajifunga huu. Wametokea wapi hujui? Wanaenda wapi hujui? Lakini bila mshamsha kama sikia mtusaidia baba yeye miliko. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kiroho ambayo na sisi tumefanyika kama kwenye mdundiko. Unapokuwa na pesha ana wewe umo. Toeka. Sawa? Unaona mgonjwa mgonjwa na wewe umo. Sawa? Ni nzuri kwa sababu la practice na mimi nimejifunza ukiwa ndani ya humo. Lakini kuna vitu ambavyo usipovijua utatumia nguvu nyingi sana na hautapata matokeo. Au utatumia nguvu nyingi sana lakini matokeo kidogo. Na inaweza kufika mahali kukatisha tamaa kwa kufanya kwa juhudi lakini huoni matokeo. Unaona kwamba labda mimi hii hainihusu. Unaona kana kwamba labda hizi ni story tu hamna uhalisia. Lakini kumbe kuna uelewa fulani, kuna knowledge fulani ambayo ungeipata na ungefanya katika namna ambayo ni ufanisi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Okay, sasa vyanzo vya magonjwa vitatusaidia jinsi ya kushughulika na mtu katika kumwombea. Ukienda hospitali unauma homa. Sawa? Ukienda hospitali unauma homa, kuna mambo mengi ambayo yatafanyika, lakini kwa daktari ambaye amesomea na anaelewa taaluma yake hata kupatia Panadol. Lakini ukienda kwenye duka, kuna maduka ambayo yanaruhusiwa kuuza Panadol. Sawa? Hayo ya bidhaa za kawaida za majumbani yanaruhusiwa kuuza aina fulani ya dawa ambazo hazihitaji utaalamu sana. Kwa mfano kama Panadol. Ukienda kwa muuza mafuta na mchele pale unahitaji Panadol, atakupa. Sawa. Atakupa wakupi haya. Lakini unapopewa Panadol, unapopewa nini? Panadol. Panadol husika na kushughulika na maumivu au homa ambayo iko ndani yako. Lakini haishughuliki na chanzo cha hiyo homa ambayo iko ndani yako. Kuna magonjwa mengi ambayo yanapelekea homa ndani ya mwili. Inaweza kuwa ni UTI, inaweza kuwa ni typhoid, inaweza kuwa ni malaria. Lakini ili kusudi hiyo homa kuituliza Panadol inahusika. Lakini kama ni UTI itakuwa ni dawa tofauti. Kama ni malaria itakuwa ni dawa tofauti. Kama ni typhoid dawa tofauti. Sasa watu wengi tumekuwa tukitumia Panadol kwenye kuombea wagonjwa. Tumekuwa kutumia nini? Tumekuwa kutumia Panadol. Na ndipo hapo unakuta mtu umemwombea leo anasema sasa nimepona. Kesho tena nimerudi. Yule mama, yule baba, yule kaka, upako wake haukai. Umekuta mara moja nimepona lakini kesho tena nimerudi. Lakini kumbe shida ni nini? Ulitumia Panadol. Ulitakiwa utumie mseto au upige sindano kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo ungeyafanya kama ungejua na kukaa naye na ukachukua microscope. Nini? Microscope. Ukapima na kuangalia damu yako kule ndani kuna vitu gani ambavyo vinapelekea hii shida huko ndani. Sasa na mimi nakufundisha jinsi ya kutumia microscope na sio kuwapatia watu Panadol. Haleluya. Uko tayari kutumia microscope? Hebu fanya namna hii kama uko tayari. Microscope ni nini? Isikutishe. Ni kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya shughuli za maabara, sawa? Haya. Sasa tuangalie vyanzo ambavyo vinapelekea watu kuumwa. Na kutokea hapo ukishajua huyu mtu chanzo cha ugonjwa alionao ni huu, utajua jinsi ya kuhudumia. Haleluya. Sasa vyanzo vya ugonjwa. Vyanzo vya ugonjwa. Vyanzo vya ugonjwa nimevigawanya katika makundi yapatayo manne. Na jambo la kwanza au chanzo cha kwanza ni nguvu za giza.
nguvu za giza. Nguvu za giza ni moja ya chanzo ambacho kinapelekea watu kuumwa. Mtu anaumwa kabisa hoi bitabani, lakini sababu ni nini? Ni nguvu za giza. Sasa aidha wamemloga, majini yamemwingia, ni kitu gani kimetokea? Mambo ni mengi, lakini yote kwa yote ni nini? Ni nguvu za giza. Na tulisoma kipindi kilichopita kwenye Luka sura 13 mstari wa 11 mpaka 13. Luka 13 mstari wa 11 mpaka 13. Tulizungumza hapo kwa habari ya yule mtu ambaye alikuwa na pepo la udhaifu na alikuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 18. Mgonjwa kabisa. Lakini kumbe sababu ni nini? Ni pepo. Haya, hiyo ni sababu moja wapo. Na tuna haja kurudia kwa sababu tulisoma. Haya, tena sababu ya pili. Sababu ya pili ambayo inapelekea watu kuumwa au kuwa wagonjwa ni namna ya kuishi. Namna ya kuishi. Kwenye mabano andika lifestyle. Lifestyle. Ukishasikia neno lifestyle, namna ya kuishi. Namna ya kuishi pia ni sababu nyingine ambayo inapelekea watu kuumwa. Sasa kwenye namna ya kuishi, lifestyle, kuna magonjwa mengi ambayo yanakuwepo. Kwenye namna ya kuishi hapo kuna namna ya ulaji. Namna ya nini? Ulaji, kula. Kuna namna ya kula ambayo inaweza kupelekea wewe kuumwa. Tunaelewa vizuri? Kuna namna ya kula ambayo inaweza kupelekea wewe kuumwa. Hapo pepo hausiki. Ni wewe mwenyewe ulaji wako. Lakini pia kuna masuala ya kijamii, kuna masuala ya kijamii ambayo yanaweza kupelekea wewe kuumwa. Kwa mfano, stresi kwenye jamii au kwenye familia inaweza kupelekea magonjwa kama pressure, kama madonda ya tumbo. Yote haya yanaweza kutokana na lifestyle ambayo inahusu mazingira au watu ambao unaishi nao hapo. Haya. Lakini kwenye hapo, kwenye lifestyle, kwenye namna ya kuishi, kuna masuala ya mazoezi. Swala nini? Kuna swala la mazoezi. Kuna magonjwa mengine ambayo hauhitaji hata kuombewa wala hauhitaji kumeza panadol. Unataka tu kuwa mtu wa kufanya mazoezi, na wala sio lazima kila siku. Unaweza kutenga kwa siku, kwa wiki kufanya mara 3, mara 4 na mwili wako ukakaa vizuri. Kwa hiyo ni masuala ambayo hayahitaji hata kuombewa. Sawa? Lakini kuna mambo mengine ya masuala ya kanuni za afya. Masuala ya kuzingatia kanuni za afya. Wanasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Bibi, wale wakipindu kule bibi hali inaendeleaje kule? Bado inaendelea. Wanasemaje akaniambia siku moja hapo bwana kuna kipindupindu maeneo ya kwao kule kimeibuka. Lakini swala kipindupindu ni swala la kiafya. Na matokeo ya kipindupindu ni kula kinyesi. Mtu aliyeumwa kipindupindu ni mtu ambaye amekula kinyesi. Sasa habari ya mtu amekula kinyesi, hapo pepo hausiki. Umeelewa?
kutokula kinyesi na kumtengenezea mazingira ambayo asiweze kula kinyesi tena, au wale bakteria ambao wametokana na kula kwa kinyesi wasiendelee kumsumbua ndani ya mwili. Imeisha hilo. Haya, kuna masuala ya kutumia neti. Sawa? Swala la malaria, kuna mazingira mengi ambayo yanapelekea malaria na unakuta pengine neti tunatumia tukiwa tumelala usiku ndani. Lakini kabla kuingia ndani huko, umeenda jikoni, umeenda hapo na sebuleni ambao hakuna neti, na unaweza kupata nini? Unaweza kupata shida ya malaria. Sasa mazingira kama haya ya malaria, hatuhitaji mtu kama huyu amelogwa, huyu mtu amechezewa, huyu mtu ana pepo. Ni malaria, anatakiwa apate mseto, atumie neti, ajikinge na mbu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni sababu ya pili ambayo inapelekea watu kuumwa. Sababu ya tatu ambayo inapelekea watu kuumwa. Sababu ya tatu. Na hapo kwenye namna ya kuishi kuna mambo mengi sana ambayo yanapelekea magonjwa. Hapa. Masuala ya usafi, si ndio? Ukiwa mchafu unatengeneza mazingira ya bakteria kuzaliana kwenye mazingira yako au kwenye mwili wako na mambo mengine kama hayo. Kuna watu wengine watakuoga tu wavivu, ndio mpaka msumbue. Sasa mwisho wa siku mtoto anatoka upele, kuna ule upele wa jasho, si ndio? Wewe tukakemea upele wa jasho, hiyo ni reaction ya mwili. Tunaelewana vizuri? Kuna mwingine ni uchafu tu, mtu kuoga hataki, mwisho wa siku anapata upele kwa sababu ya kutokuoga. Haleluya. Haya, jambo la tatu katika sababu ambazo zinaweza kupelekea watu kuumwa ni magonjwa ya kurithi. Magonjwa ya nini? Magonjwa ya kurithi. Sasa magonjwa ya kurithi yako kwa namna nyingi. Magonjwa ya kurithi ninayozungumzia hapa ni yale magonjwa ambayo yanatokana na vinasaba. Nikisema vinasaba unanielewa? Nikisema DNA unanielewa? Wewe mzungu. Haya. Yanatokana na DNA. Ili kirefu cha DNA. Sikuvuruge zaidi. Maana kwa mwenye hapa inawezekana umeshavuruga uelewe kutoka hapa inakuwaje. Hapo nikaongezea na maana ya DNA tena nitakuchosha. Haya. Sasa hii sababu ya tatu ya magonjwa ya kurithi. Kuna magonjwa ya kurithi ambayo yanatokana na vinasaba kuna ambako tumezaliwa. Ni kama vile ambavyo kuna namna tunafanania wazazi wetu katika kuonekana. Kwa mfano hapa nani anafanana na wazazi wake? Sawa wewe. Yaani wewe na mzazi wako ambao kwa ndio kaangalia tukaona wewe unafanana na mzazi wako. Sasa siakuoni hapa. Mama na babake. Hamna bwana. Sawa. Sawa. Lakini kuna hiyo, si ndio? Unakuta mtoto amefanana na mzazi wake, macho, pua, nini? Masa yuko wapi? Masa naye hamuoni hapa. Sawa. Okay, labda unachukulia Masa, si ndio? Kuna namna baba anafanana na babake. Sasa kama ambavyo anafanana na babake katika muonekano kwa namna fulani, pia yawezekana kuna maumbile ndani ya mwili wa baba yake ambayo yamekaa katika namna inayopelekea ugonjwa. Pia inaweza ikawa mamata. Hapa ni swala kibiolojia. Unanielewa vizuri? Kuna mmoja unaitwa
sikoseli. Kwa Kiswahili ni nini? Selimundu. Sawa? Selimundu. Selimundu ni matokeo ya aina ya seli ambayo imeumbika kwa namna isiyokuwa sahihi. Sasa kwa huyu mtu anafanya reproduction, kwa maana ya kuzalisha kiumbe mwingine kama yeye, anaweza akamzaa kiumbe mwingine ambaye amebeba ule udhaifu ndani ya seli kama ambavyo baba alivyo. Haleluya. Amina. Tunaelewana vizuri? Sasa kwa kweli mzungu andika sikoseli, lakini kwenye mabano iandika ya Kiswahili yako selimundu. Sawa? Selimundu. Kuna maswali mchungaji. Tukianza maswali hapa. Nina swali moja. Tulia kidogo kwa tutapata nafasi mbele. Nikusudi angalau tusogee mahali pa. Haleluya. Sasa unakuta mtu ana mgonjwa wa sikoseli. Aina au namna ya kumwombea mtu wa sikoseli ya polisi, na mtu ambaye ana pepo ambayo limetengeneza sikoseli ndani ya mtu ni tofauti kabisa. Wote wanauma sikoseli, lakini mmoja anauma sikoseli ambayo ni pepo ndani ya mtu ambao limetengeneza sikoseli iko ndani. Lakini kuna sikoseli ambayo mtu ameilisi kutoka kwa wazazi. Namna ya kushughulika naye ni tofauti kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haikometi kwenye sikoseli, lakini inaenda kwenye magonjwa mengine kama masuala ya pressure. Jinsi ambavyo moyo ulioumbika wa mzazi, kuna namna ambavyo unaweza ukaenda kwa mtoto katika namna ile ambayo ikapelekea udhaifu fulani na hatimaye ukapeleka pressure, mara mwezi kutanuka na vitu vingine kama hivi. Kwa hiyo masuala ambayo ni ya kibiolojia kabisa. Kwa hiyo namna ya kushughulikia lazima vitofautiane. Haya, jambo la nne ambalo linalopelekea au chanzo cha magonjwa ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe pia anaweza kuwa sababu ya mtu kuwa mgonjwa. Mungu mwenyewe pia anaweza akafanyika sababu ya mtu kuwa mgonjwa. Mungu mwenyewe pia anahusika kama sababu ya mtu kuwa mgonjwa. Sasa kwa habari ya Mungu mwenyewe, kwa sababu inaweza kuwa ni kitu tatanishi kidogo, wacha tukiangalia kiundani kidogo. Wangapi wanafahamu Mungu mwenyewe anaweza akawa kisababishi cha ugonjwa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wengine mambo tu wanyosha wasionekane wanyonge. Sawa. Haya, sasa tuangalie namna ambavyo Mungu mwenyewe anaweza akafanyika sababu ya mtu kuwa mgonjwa. Sababu ambazo zinapelekea Mungu kufanyika kuwa sababu. Umeelewa vizuri? Sababu zinazoweza kupelekea Mungu kuwa sababu ya ugonjwa kwa mtu. Adhabu. Mungu anaweza katoa adhabu kwa mtu, na hiyo adhabu ikadhihirika katika namna ya ugonjwa. Na kwenye Agano la Kale mara nyingi Mungu alitumia adhabu kwa ukoma, kwa tauni. Ni magonjwa mawili ambayo yametumika sana kama adhabu katika Agano la Kale. Sasa na leo hii Mungu pia anaweza akatumia aina fulani ya magonjwa ambayo akayachia kama adhabu kwa mtu au kwa watu au kwa jamii. Tuko pamoja? Sasa
Tukiangalia kwenye maandiko, ukisoma ile Samueli wa pili, Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 18. Waraka wa pili wa Samueli sura ya 12 mstari wa 18. Kwa wakati wako utasoma. Ni habari ambayo tunaifahamu na tumezungumza mara kadhaa. Ni wakati ambapo mtoto wa Betisheba aliyetokana na Daudi kwa uzinzi, baada ya kuzaliwa, huyu mtoto aliumwa. Na baada ya kumwa, Daudi aliingia kwenye mfungo, lakini huyu mtoto hakupona. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo hapa ugonjwa umetokea kwa sababu ya Mungu mwenyewe, na ametoa kama adhabu kwa Daudi. Sasa yawezekana wewe ukawa kwenye hiyo shida, au mtu wa karibu yako, au mtu ambaye unashughulika naye, sababu ya kufa kwake imetokana na hii. Wewe ukamsaidia kwa toeka. Tunaelewana vizuri? Hauwezi huyu mtu ukamsaidia kwa toeka. Wewe ukamtoesha Mungu wewe. Wewe ukamtoesha Mungu. Sasa ndipo hapo tusikurupukie kila kitu toeka. Ni kweli tunatoesha pale ambapo tunaona hiki litakutosha. Tunaelewana vizuri? Na tusikimbilie kwenye toeka. Na kuelekeza baadaye. Jambo la pili, kama sababu ya Mungu kufanyika sababu ya mtu kuumwa. Sababu ya pili ni nzuri sana, ni njia ya Mungu kukurudisha nyumbani. Sasa utakiwa nyumbani. Tunasema duniani hapa tunapika, si ndio? Tunaelekea nyumbani. Sasa Mungu anaweza kukuita nyumbani, urudi nyumbani ukapumzike baada ya kumaliza shughuli. Lakini tafadhali, muda wa kufanya shughuli ni sasa. Ukifika muda wa kuondoka, uondoke, usiwache majukumu yako. Usitoroke kazi. Fanya majukumu yako. Wakati unapoondoka usiwache viporo. Haleluya. Wakati wa kufanya kazi ni sasa. Ukifika muda wa kuondoka, wewe bye. Lakini usituachie kazi zako ambazo wakati upo utakao kuzifanya na hukuzifanya, ukatuachia viporo hapa. Kwa hiyo pia Mungu anaweza akatumia ugonjwa kwa mtu, na hatimaye huyu mtu akafa. Na sio pepo, sio ugonjwa wa polisi, na wala sio kitu kingine, isipokuwa ni Mungu mwenyewe ameamua. Kwa namna ya kushughulika na huyu mtu ni tofauti. Haleluya. Wafalme wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Mstari wa 14 pale mwanzoni. Mtu mmoja tusome. Biblia inasema Wafalme wa pili 13 mstari wa 14. Basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomuua. Na unapozungumza kwa habari ya Elisha kwa masuala ya maupako, sio ya kuuliza wala kudownload. Yaani ya kufraud. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo, lakini huyu Elisha ambaye alitembea katika madhihirisho makubwa ya Mungu, na yeye ulifika wakati aliumwa. Na amini kabisa, alipoumwa aliomba kupona. Na hata watu walikuwa wakimzunguka, walikuwa wakimtegemea katika utendaji wake, walimwombea apone. Lakini Elisha hakupona na alikufa. Kwa hiyo Mungu alitumia njia ya ugonjwa kumchukua Elisha, na kila mmoja anaondoka
kwa staili yake ambayo Mungu mwenyewe ameamua. Mtu mwingine anaweza kalala tu asubuhi hayupo. Ndio. Mtu mwingine kama kwa ajali, mwingine kwa nini hivyo kwa namna tofauti. Kwa hiyo Mungu anaweza kutumia ugonjwa kumkondoa mtu. Kwa nini tungesema kwamba kapumzike? Na mtu kuondoka kwa kupumzika haijalishi idadi ya miaka ulionayo. Amina. Yesu aliondoka mapema, yaani mimi ni mkubwa kwa umri. Unaelewa? Kwa hiyo muda wa kuondoka usisubiri kusema kwamba mimi bwana sijazeeka sitaondoka. Ndio katika mwezi mmoja mbele. Sasa changamka. Usiwache tupone. Hilo ni jambo la pili kama sababu ya Mungu kufanyika sababu ya mtu kuumwa. Tende jambo la tatu ambalo Mungu anaweza kufanyika kama sababu ya mtu kuumwa ni kukudhibiti. Kukudhibiti. Sometimes Mungu anatumia speed governor. Unajua speed governor? Kidhibiti mwendo. Kuna mambo fulani anapoona huyu mtu anakuelekea huyu nitampoteza. Sasa ili kusudi simpoteze, wacha nimiminie mahali hapa ili kusudi atulie. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo Mungu anaweza kutumia vitu vingi katika kukuminya. Lakini moja wapo ni ugonjwa. Haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 2 mstari wa 7. Na huyu tunamwangalia hapa ni moja ya watumishi manabii ambao Mungu ametumia kwa viwango vikubwa sana. Swala la kufufua wafu yani wala haikuwa maada kwao. Yaani mambo makubwa ambayo yametendeka kwao yanafanyika na kudirika. Lakini hawa watu kwa neno Mungu atumia ugonjwa kuaminya. Haleluya. Hebu tusomee hapo mama. Ni Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili 12 au nyingine? 12. Okay. Biblia inasema. Wakorintho wa pili 12:7. Ndio. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Kwa wingi wa mafunuo hayo. Nilipewa mwiba katika mwili. Mjumbe wa shetani ili anipige. Nisije nikajivuna kupita kiasi. Huyu ni Paulo anayezungumza. Kwamba kuna namna bado Mungu aliweka kitu ndani ya mwili wake. Lakini sababu ya kufanya hivyo ni kumdhibiti asijivune kwa mafunuo na mambo makubwa yanayofanyika juu yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo Mungu mwenyewe pia anaweza kuhusika kama sababu ya mtu kuumwa. Mungu anaweza kufanyika kuwa sababu ya mtu kuumwa. Sasa kwa jinsi ambavyo tumeona hapa, kwa sababu tofauti ya vyanzo vya ugonjwa, manake na namna ya kushughulika na hao wagonjwa inakuwa tofauti. Na ukienda kwa ujumla unaweza ukababatiza ukafanikiwa, lakini kuna muda mwingine utakwama kwa sababu inahitaji namna fulani ya kuendea ili kusudi huyo mtu aweze kumsaidia. Tuko pamoja mpaka hapa? Kwa hiyo sasa, kama ndivyo tulivyoona, usione kila mtu ambaye anaumwa ukamchukulia huyu mtu mwenye dhambi. Sawa? Ukaona huyu mtu ana pepo. Ukaona huyu mtu Mungu amemkataa. Inawezekana Mungu amemkubali mpaka kumwekea speed governor. Unaelewa vizuri? Manake kama Mungu anaweza kufanya kitu kwako, manake amekupenda kweli kweli.
tena. Amefanya dhambi kubwa sana huyu. Wanakuona safi. Lakini kumbe anakuona ewa. Kwa hiyo hata kama ikitokea unaumwa, usione kwamba Mungu ameniacha. Haleluya. Haleluya. Angalia katika hiyo nyanzo vingi ambavyo nimevizungumza, inawezekana ni lifestyle yako tu. Kuna mahali umelegea. Inawezekana mwili wako unahitaji mazoezi. Inawezekana unahitaji kumaintain usafi. Inawezekana kuna mambo kadhaa unatakiwa ulale kwenye neti, na neti unataka kulalamo. Unaona kama ukiweka neti unaweza kama unakaa unakosa hewa. Kuna watu wa hivyo, si ndio? Anakaa kwenye neti anahisi kama anakabwa yani. Basi tumia dawa ya kupuliza. Si ndio? Na vitu vingine hekima yako tu yenyewe tumike. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo sio kumfumbua Mungu. Haleluya. Ni wewe mwenyewe tumia kile ambacho Mungu akupatia uweze kuishi katika namna nzuri. Sasa wacha tuendelee mahali penyewe sasa. Tuendelee mahali penyewe. Kwa nini kupitisha hapa ni vizuri upate uelewa mpana. Unapoenda kushughulika na mgonjwa usikurupuke na uelewe vizuri. Sasa tuangalie kipengele kingine. Mambo ya kuzingatia kabla ya kumwombea mgonjwa. Mambo ya kuzingatia kabla ya kumwombea mgonjwa. Sasa wacha na mimi nitumie ile kama askofu wakati tufundisha siku ile hapa nisema kwamba unajisikiaje unapoingia kwa daktari alafu anakuandika anakwambia na baba. Hajakuuliza, hajakwambia chochote, yani ni kurupukusha. Nakumbuka Sara alisema kwamba iliwahi kutokea hiyo kitu, si ndio? Sasa na ndivyo ilivyo, kuna watu na wewe umewafanyia hivyo. Haleluya. Na wewe kama ambavyo upendi na unajisikia vibaya, unapoenda kwa daktari anakukurupusha nenda maabara. Lakini kumbe inawezekana ungekaa naye tu akushauri tu vizuri, na stress za wako na mke wako kwa ndani, mambo hayaeleweki, yanasababisha mambo mengine ndani ya mwili. Kumbe ungeponea hapa hata sio kwenda maabara. Na ndivyo ilivyo, kuna mambo mengine ambayo tumekurupukia watu kwenye kuwatoesha, mambo mengine sio ya kutowesha. Au kama ni kuwatoesha kwa namna nyingine tofauti na mambo tumefanya. Haleluya. Sasa kuna yale maombezi ya jumla, hauna nafasi ya kukaa na mtu mmoja mmoja kuzungumza naye, tunafanya, lakini matokeo yake ni tofauti na yale ya kukaa na mtu na kuzungumza naye kabla ya kumwombea. Sasa wacha tuangalie mambo ya kuzingatia kabla ya kumwombea mgonjwa. Hapa tunazungumzia nani? Mgonjwa. Lakini pia unaweza ukayatanua na kuyapeleka hata kwenye nyanja zingine za maombezi kama tulikotoka kwenye kutoa pepo. Kuna mambo ya msingi ya kuzingatia, lakini kwa kuokoa muda na kusudi somo lisiwe pana sana, nimeweka vipengele viwili tu ambavyo vitakupatia mwanga fulani. Jambo la kwanza, jua chanzo. Jua nini? Jua chanzo. Kabla ya kuanza kumwombea mtu, jua chanzo cha ugonjwa ni nini. Otherwise, pengine unafanya maombezi ya jumla. Na maombezi ya jumla kuna namna ya kufanya maombezi ya jumla. Sawa? Lakini kama unashughulika na mtu na unataka umsaidie katika ugonjwa alionao, kwanza jua chanzo. Na kwenye kujua chanzo hapo kuna kitu ambacho kinaitwa counseling. Counseling au
mahojiano kabla ya maombezi. Unatakiwa ukae na huyo mtu kwanza, zungumza naye, jua. Sasa nisiingie sana kwenye kufanya counseling huko, pengine siku nyingine tutaelekezana jinsi ya kufanya counseling na mtu. Sawa? Kuna mambo ya msingi ya kumuuliza ili kupata detail za kuzifanyia kazi, na mengine yasiokuhusu tafadhali usimuulize mume wako ni mweusi ni mweupe, hayo hayakuhusu. Ni mnene ni mwembamba, hayo hayakuhusu. Sawa? Kwa hiyo hata kwenye kufanya counseling kuna namna ya kufanya counseling na mtu. Kuna maswali hautaki kumuuliza na kuna maswali ya msingi ya kumuuliza. Sasa jambo la kwanza ambalo unatakiwa kufanya hapa ni kujua chanzo. Kwa kukaa naye na kufanya naye counseling kwa namna gani, hiyo ni somo lingine, usikose vipindi vinavyofuata. Lakini jua chanzo, na chanzo chochote lazima kitangukia kwenye vile vyanzo vingi ambavyo nimekueleza. Kwa hiyo ukijua hiki chanzo cha ugonjwa huu ni hiki, ndipo hapo utakapoanza kumhudumia. Tunaelewana? Kwa hiyo ni kumtoesha, wewe mtoesha. Kama sio kumtoesha, tumia njia nyingine. Sawa? Au tutapona. Hapa tugome. Tutapona. Na ndio maana kuna watu bila ufahamu. Huko sio moja jamani pamoja. Na uko na mamisi na kusikia. Na wewe unanisikia. Wote tunasikilizana, si ndio? Kuna mtu hawezi akaomba na kusema amen bila kusema kila siku mambo yako unashiriki na shetani tu. Kila siku kila mmoja kwenye mambo wewe ni vurugu tu. Wewe niko safe you. Hata baby kuna wakati anakaa na mke wake, wanaongea lugha za mume na mke, si ndio? Lakini wewe kila kinachotoka mdomoni, na hata kama wewe ni mwanajeshi, kuna muda ukaa nyumbani na lugha za kinyumbani unaongea na watoto. Sio unapoongea na watoto tofauti na unapoongea na askari wako huko jeshini, hata kama ni mkuu wa jeshi, si ndio? Kuna lugha za nyumbani na watoto pale wanajua ni baba. Sio mwanajeshi kutoka Sudani unauleta nyumbani. Watoto utafanya wakuogope na hata asipende baba rudi nyumbani. Haleluya. Kwa hiyo tujue tunapoingia kwenye maombi tunazungumza na nani? Unazungumza na Mungu, unazungumza na pepo, unazungumza na shetani. Kuna namna ya kuongea. Na usijilazimishe kuanzia mwanzo mpaka mwisho lazima toweka iwepo. Kama unatoesha haya wewe toesha. Lakini kama unaongea na Mungu, Mungu anamtoeshaje sasa? Haleluya. Haleluya. Amen. Tutapona tu. Amen. Na tukataa. Haya. Jambo la pili la kuzingatia kabla ya kumwombea mgonjwa. Jambo la pili ni kumjenga kiimani. Kumjenga kiimani. Kumjenga kiimani. Kumjenga kiimani. Katika swala la maombezi, hasa kwa mtu ambaye ni mgonjwa, swala la imani yake na imani yako vinategemeana sana. Katika swala la maombezi, hasa kwa kitengo hiki cha mgonjwa, uponyaji au matokeo ya kile unachokifanya kinategemeana sana imani yake na imani yako. Sasa wewe kufikia hatua ya kumwombea tayari kwenye imani kuna mahali umeshasogea. Maana kwanza ndio uthubutu wa kumwombea tayari kuna imani ambayo unayo kwamba huyu mtu atapona. Lakini inawezekana yeye hiyo imani hana kabisa. Na inawezekana mbele tuna ndugu yake kwa shinikizo ya kwamba twende huko wanaombeaga wanaponaga.
lakini amekuja tu kwa kumheshimu ndugu yake. Lakini yeye huko ndani hamna kitu. Na anachofanya hapa anakuambia tu, hebu fanye tu malizi, mimi nirudi nyumbani. Kwa sababu kama hizo na mtu asionekane kwamba ni mkaidi, hataki kusaidika, amekuja tu kwa kumheshimu. Sasa wewe ukimkurupukia na toweka zako utatoesha mpaka kesho. Kumbe ulitakiwa kwanza ukae naye, uzungumze naye, umjenge kiimani. Mpaka ile imani yake isogee mahali ambapo na ya kwako mtenda ukutana, halafu uponyaji umetokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuangalie maandiko kadhaa hapa ambayo yanaweza yakatusaidia kwenye hili. Mathayo 9:22. Mathayo 9:22. Haya, msomaji wangu nisomee hapo chapo. Nasoma. Biblia inasema Mathayo 9:22. Ndio. Yesu akageuka. Akamwona. Akamwambia, "Jipe moyo mkuu binti yangu. Imani yako imekuponya." Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Hii habari ni ile ya mwanamke ambaye alitoka na damu kwa miaka mingapi? 12. Sasa hapa Yesu anakuja kuzungumza baada ya uponyaji tayari umeshatokea. Na anazungumza kitu ambacho kimehusika hapo pamoja na mambo mengine ni imani yake. Imani yake. Anamwambia imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Lakini sio imani pekee yake. Na ukisoma hapo Yesu mwenyewe anasema kuna nguvu zimenitoka. Kwa hiyo ile imani sambamba na ile nguvu ikatengeneza kitu ambacho ni uponyaji. Amina. Kwa hiyo nguvu zingeingia au zingetumika pasipo imani, kuna mahali zingefeli. Kwa hiyo ilihitajika imani ya yule mtu na nguvu za Yesu kwa ajili ya kutengeneza ule uponyaji. Sasa kuna mahali yawezekana tumefanya na tutapata matokeo kwa sababu imani za hao watu ambao tuliwaombea au tunashughulika nao ziko chini. Kwa hiyo kabla kwanza kurupuka kuombea, tafuta nafasi ya kuwajenga kiimani. Ifike mahali waamini kile ambacho kinaenda kutokea, halafu Mungu anaingia kati na kitu kinatokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mathayo 27 mpaka 29. Huo mstari huo. Kwenye hiyo sura ya 9. Tunaona habari nyingine hapa. Biblia inasema, ndio Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, "Uturehemu mwana wa Daudi." Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, "Mnaamini kwamba anaweza kufanya hili?" Wakaambia, "Naam Bwana." Ndipo alipowagusa macho akasema, "Kwa kadiri ya imani yenu mpate." Sasa hapa Yesu hao vipofu wawili wamemwendea na anawauliza swali hili, "Je, mnaamini? Je, mnaamini?" Haleluya. Je, mnaamini? Ikiwa ni kipimo cha kujua hawa watu wanachokitaka kweli, kuna imani ndani yao. Na baada ya uponyaji Yesu anamwambia, imani yenu imewaponya. Kwa hiyo swala la imani ni la msingi sana. La msingi sana. Mmepata kwa kadri ya imani yenu. Na unapoona kadri maana ni kipimo. Kiwango fulani. Kwa hiyo inaweza kuwa ni ndogo, inaweza kuwa ya kati, inaweza kuwa ya juu. Kwa hiyo kumbe inawezekana kuwa na imani lakini ni ndogo ambayo haitengenezi matokeo. Kumbe ilitakiwa isogee mpaka kadri ambayo itafanya hayo matokeo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo na hiki ni kitu cha msingi sana. Tuangalie maandiko mengine. Mathayo 8 mstari wa 5 mpaka 13. Mathayo 8 mstari wa 5 mpaka 13. Lakini msomaji wangu nisomee mstari wa 5 mpaka wa 8. Nasoma. Biblia inasema, hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia, akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Habari hii tunaifahamu, sio baba? Habari tunaifahamu, sio? Ni habari ambayo huyu akida alikuwa na mgonjwa nyumbani na amekutana na Yesu mahali. Yesu akataka kwenda kule kwa mgonjwa akamwombea. Lakini ile akida kutokana na imani aliyokuwa nayo akamwambia, sema neno tu na mgonjwa wako atapona. Lakini hiyo imani ameitoa wapi? Hiyo imani ameitoa katika experience, katika uzoefu wa utendaji kazini kwake, ya kwamba yeye anaweza kaamuru na kuelekeza mtu wa chini yake fanya hivi na kufanya. Kwa hiyo hali kadhalika tunajua na Yesu uwezo wake ni mkubwa na ana imani, akida na imani kubwa kwa Yesu kwamba anaweza kufanya hata bila kwenda kule. Amina. Mnaelewa vizuri? Amen. Sasa na Yesu ukiendelea kusoma kwa mstari wa 13 tunasemaje? Inasema, na Yesu akamwambia yule akida, nenda zako, iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Amen. Lakini kilichopelekea huo uponyaji ni imani ya akida kwa mgonjwa aliyekuwa nyumbani. Kwa hiyo unaweza kuona aliyekuwa nyumbani mgonjwa yeye hana habari kipi kinaendelea. Lakini kuna mtu mmoja ambaye amesimama kwa niaba yake na amepelekea uponyaji. Haleluya. Kwa hiyo wewe kuokoka kwako kuwe na faida kwa watu. Inawezekana kuna mtu yuko kijijini leo hii, lakini kupita wewe anaweza akapata uponyaji kule kule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini cha kwanza swala la imani. Swala la imani. Tumeingia mstari wa mwisho kwenye hapa. Luka 5:17 mpaka 20. Luka 5:17 mpaka 20. Luka 5:17 mpaka 20. 17 mpaka 20. Biblia inasema, ikawa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha, na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakampandisha katika matofali ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Naye alipoiona imani yao, alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Ewa. Sasa unaona jinsi ambavyo imani za watu wengine zimepelekea uponyaji kwa watu wengine. Amina. Hawa ni watu ambao wamemchukua mtu kwa imani, kwa huyu mtu hapa leo lazima kieleweke, na wanapeleka kwa Yesu njia hakuna. Na kwa kuwa walikuwa na uhakika ya kwamba akipiga kwa Yesu yeye amepona, watu haikuwa kizuizi, wakaona sio shida, walipandisha juu na hatimaye wakamtokezea huko ndani kwa ndani. Na Yesu baada ya kuona imani sio ya mgonjwa, imani ya wale ambao wamemleta mgonjwa, amina, ndio mgonjwa akapata uponyaji. Amina. Kwa hiyo kuona imani ina nafasi kubwa kiasi gani? Ina nafasi kubwa kiasi gani? Ina nafasi kubwa kiasi gani? Kwa hiyo swala la imani
imani ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Kwa hiyo shughulike na huyu mtu, inua imani yake mpaka kiwango ambacho utaona kweli ameelewa na ameamini, na imani inaambatana nini? Na matendo. Imani inaambatana na matendo. Kwa sometimes unaweza kumwambia mtu halafu unamwambia afanye kitu ambacho alikuwa hawezi kufanya. Kama alikuwa hawezi kutembea, mwambie tembea, 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 ili kusudi aonyeshe matendo ya imani juu ya hicho ambacho kinafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati Petro anamwambia yule kiongozi pale mlangoni, hakumwambia basi tulia hapo hapo alafu utatembea. Alimwambia inuka. Akamkamata mkono, inuka. Kwa sababu tayari uponyaji umefanyika, lakini inahitajika matendo ya imani. Amen. Kwa hiyo kama angepona, lakini kama hajainuka isingeonekana tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sawa. Sasa lakini kuna kitu kimoja hapa inawezekana nikisahau, na ni cha muhimu sana. Cha muhimu sana. Katika yote ninakufundisha na kuelekeza. Matabibu kwa maana madaktari wa hospitali wanabaki katika nafasi yao. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo hata kama mgonjwa anatumia dawa za hospitali, usimwambie kuanzia leo acha kutumia dawa, umepona. Unanielewa vizuri? Maana kuna watu wanajiongezaga wanataka extra mile. Sawa? Kama anatumia dawa, mwache aendelee kutumia dawa. Sawa? Wewe fanya kwa nafasi yako, madaktari matabibu acha wafanye kwa nafasi yao. Unaelewana? Na wao usimkataze kwamba wewe hospitali marufuku. Wewe bado umeokoka, kwa hiyo hospitali marufuku, siende. Ukienda hospitali unaonekana wewe hauna imani. Imani sio hiyo inaelekezwa. Amen. Usiue watu wewe. Amen. Amina. Amina. Na watu wamepona. Na uliogoma wamegoma. Haya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Utaelewa tu. Utaelewa tu. Sasa wacha tuangalie kitu kingine tena hapa. Kwa hiyo nimekumegia mambo mawili, haya ni mengi, lakini nilikusudi somo lisiwe refu sana. Ningine tuko najifunza vile vinavyokuja huko. Haya. Twende kwenye kitu kingine, mambo ya kuzingatia wakati unamwombea mgonjwa. Haya tumezungumza kabla ya kufanya nini? Kabla ya kumwombea mgonjwa. Sasa kuna mambo ya kuzingatia wakati. Mambo ya kuzingatia wakati wa kumwombea mgonjwa. Kwenye tensi tunasema kuna past tense, kuna present tense na kuna future tense, si ndio? Lakini pia kuna present continuous tense ambayo inamalizia na ing kule mbele. Tunafahamu najua tunafahamu, kwa hiyo nakukumbusha tu kidogo. Kwa hapa kwa hapa tunaenda kuzungumza kwa habari ya masuala ya present continuous tense. Hebu sema present continuous tense. Sasa naona kizungu tu chepesi. Kwa maana kwamba ni mambo yaliyopo na yanaendelea kufanyika. Sawa? I'm teaching. I'm preaching. Amen. This right now. Amen. Amen. Kidogo na. Kidogo na. Hiyo ni Kisukuma jamani, Kisukuma jamani. Sasa waje tuzungumze mambo ambayo
I say, kuna madaktari au manesi ambao nilikuwa nafasi yangu mimi nilikuwa chapa makofi. Unakuta mtu anamhudumia mgonjwa, muda huo simu iko hapa. Au yuko hapa. Anamwangalia mgonjwa, yeye yuko busy na simu. I say. Hai. Wacha nirudi niachane madaktari. Turudi hapa. Kwa hiyo mambo ya kuzingatia wakati unamwombea nani? Unamwombea mgonjwa. Yako mengi sana. Lakini katika ili halikuwemo, lakini wacha niliweke. Roho Mtakatifu ananiambia niliweke hapa. Jimakinishe kwa huyo mgonjwa. Kujimakinisha, unanielewa? Concentrate kwa huyo mgonjwa. Kuwa makini naye. Achana na habari zingine. Shughulika na huyo mgonjwa mpaka utakapomaliza. Unanielewa? Jimakinishe. Jimakinishe. Kwa hiyo inawezekana mwenzako umemtengenezea, umemsogeza katika imani mpaka amefikia mahali fulani. Halafu unafika mahali, ana huyo mwombaji wangu mwenyewe mbona kama simuelewi. Mbona kama hayuko serious. Kwa hiyo concentrate na huyo mgonjwa. Sawa? Haleluya. Wakati wanasimu hapa. Sasa hizi simu wakati kuhudumia mgonjwa weka pembeni. Sawa? Au weka silence. Kama una ulazima weka pembeni, muhudumie. Kama mambo yanakuwa mengi sana marefu, weka break. Kama kuna mambo ya msingi kwenye simu, shughulika hapo ndio endelee. Sio hapa kwa jina la Yesu. Kama ni pepo sasa. Toka kwa jina la Yesu. Unasemaje? Mboga angalia jikoni pale pembeni. Kwa jina la Yesu. Wewe sio hiyo. Acha hiyo tembele tukule jioni. Chukua nyama iko pale kwenye jiko pale. Kwa jina la Yesu. Hapo kuna maombi kweli. Sasa tembele nyama vyote vimeingilia huko. Sasa ile shida kueleweka. Kuna kitu gani kinaendelea? Weka simu kando. Inawezekana una mambo ya msingi kwa wakati huo. Inategemea na uzito wa jambo ambalo unaliatendi kwa wakati huo, si ndio? Lakini usichanganye wakati huo. Weka kando kwanza, shughulika. Kama ni ya muhimu, weka breki, shughulikia hili kwanza. Ukimaliza, tulia, shughulikia hili. Sawa? Haya. Jimakinishi. Jambo la pili. Usifanye kwa kujaribu. Usifanye kufanya nini? Usifanye kwa kujaribu, na badala yake amini anapona. Usifanye kwa kujaribu. Yaani kama wewe una imani ya kuombea mtu akapona, tulia. Kwa sababu utamtengenezea imani negative ya kwamba haiwezekani, kumbe wewe mwenyewe ulikuwa hata hauna uhakika kwamba huyu mtu anapona. Kama una uhakika ya kwamba huyu mtu anapona, kaitafute kwanza huo uhakika. Unanielewa? Unatafutaje? Soma maandiko yote kwenye Biblia yanahusu uponyaji. Soma yote kwenye Biblia, funangura kila kona. Ukiona shuhuda nyingi za watu ambao wamepona wakuombewa, na itakulita imani yako, itakusogeza mahali fulani. Na kama ukienda kwenye Biblia umeyazoea sana, tafuta shuhuda za kweli za watu ambao wamepona. Na kama unaona pengine vya kusikia tu, tafuta vya kuona kwa macho uponyaji halisi ambao unafanyika. Unanielewa? Inakujenga kiimani ya kwamba kumbe inawezekana. Inawezekana. Sasa usifanye kwa kujaribu. Fanya
kwa kuamini ya kwamba huyu mtu anapona. Amina. Na kama ukiona hilo jambo una wasiwasi nalo, achana nalo. Sawa? Kwa nini? Achana nalo. Bwana utakapoona nani kweli unasema huyu ngosha. Nataka nimwombee leo mpaka awe mweupe kama mama mchungaji. Huyu ngosha leo lazima mpaka awe mweupe. Sawa? Na usiye nani kwamba leo ngosha anakuwa white. Shughuli gani? Kama ngozi nyeusi, kama kwenye kipindi wapi? Hiyo hivyo. Achana nayo, sawa? Haleluya. Amen. Kwa hiyo kila ambacho ndani yako unaona hiki inawezekana, fanya. Kama ukiona hii kama mtu tu tulia. Jitafuta. Mathayo 21:22. Mathayo 21:22. Tasoma. Ndio. Biblia inasema, na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini mtapokea. Na yoyote mkiomba katika sala mtafanya nini? Mkiamini. Lakini kigezo na masharti mkiamini. Na yoyote mtakayoomba katika sala mkiamini mtafanya nini? Kwa hiyo kama haukuamini hautapokea. Kama hukuamini hautapokea. Kwa hiyo kwamba unaweza kaomba haina shida. Unatumia masaa mangapi sio issue, lakini kama uamini hicho unachokiomba hakuna kinachotokea. Kwa swala kuamini ni la msingi sana. Usifanye kwa kujaribu. Jambo la pili. Kwanza kama mzee kwa jambo la pili. Hapa kwenye hii Mathayo. Hii Mathayo 21. Tunarudi mstari wa 21. Tunarudi mstari wa juu yake. Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiwaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, litatendeka. Sasa Yesu anawaambia, na ukisoma kuanzia pale juu ni habari ya ule mtini ambao Yesu alilaani na kisha anapita anakuta umenyauka. Na pia kuna somo hapo. Yesu alisemesha ule mtini lakini matokeo yalikuja kuonekana kesho yake. Tunaelewa vizuri? Alisemesha ule mtini lakini haukunyauka pale pale. Mpaka kesho yake ndio matokeo kuja kuonekana. Kwa hiyo sasa kuna vitu ambavyo unaweza kuomba leo hapa na usione matokeo. Lakini baada ya muda mfupi, inaweza kuwa ni siku moja, siku mbili, wiki, ukaona matokeo yanatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo japo ni sehemu ya inayokuja huko mbele, usitishwe na kutoona matokeo kwa wakati huu unapoomba. Sawa? Wewe amini hii kitu imekuwa. Imekuwa. Haya, twende jambo la tatu. Jambo la tatu la kuzingatia wakati unamwombea mgonjwa. Jambo la tatu wakati unamwombea mgonjwa. Usipoona uponyaji kwa wakati huo, usipoona uponyaji kwa wakati huo, endelea kuomba. Usipoona uponyaji kwa wakati huo, endelea kuomba. Sawa? Kipengele cha Imla kimeingia kazini. Kipengele cha ngapi hicho?
Kipengele cha 3 kinasema usipoona matokeo kwa wakati huo usiahirishe zoezi, endelea kuomba. Sasa unaendelea kuomba, inaweza kwa namna hizi mbili au huyo ni kwa namna hizi. Michael, hizi ngapi? Zuru, hizi ngapi? Haya. Kuna namna mbili za kuendelea kuomba. Aidha kwa wakati huo una change gear. Sawa? Sasa yatakao unamwombea mtu na inafika mahali amechoka, unaweza ukampatia nafasi ya kupumzika, asikia akafaint hapo bure, alafu ukaanza kutafutana, alafu baadaye ukaendelea. Au unaweza ukampatia muda, kwa leo tunakomea hapa, lakini kesho au siku fulani njoo tena. Sawa? Ndipo kuna kuzungumza kuendelea kwa nini kuomba. Kwa hiyo ni baada ya saa moja mkaendelea, au baada ya nusu saa mkaendelea, au baada ya siku moja, au baada ya siku mbili mkaendelea. Tunaelewana vizuri? Usipoona matokeo endelea kuomba. Kwa namna gani? Baada ya nusu saa, baada ya saa moja, baada ya siku moja, baada ya wiki, inategemea na nafasi ulionayo na jinsi ambavyo huyo mtu ana nafasi ambayo unaweza mkaendelea kuomba. Umeelewa? Usiseme kwamba basi imeshindikana. Na jamani, usitupe lawama kwa mtu ambaye unamwombea. Sawa? Ana nafasi yake na wewe una nafasi yako. Wewe timiza ya kwako. Sawa? Sawa? Na mpaka utakapoona ya kwamba yote umeyafanya, karata zote umetupa imeshindikana, basi unaweza kuangalia kwa upande wake. Lakini ukishaanza tu kuangalia upande wake, maana wewe tayari umeshatoka kwenye position ya kumsaidia huyo mtu. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hata kama kuna nafasi yake yeye hajaplay part, wewe hakikisha karata zako zote umeshazitumia zimeisha. Alafu sasa ndio ubaki nafasi ya kwake yeye mwenyewe. Usimtupie lawama tu, wewe mwenyewe bana, hata uponi, mimi bana nimechoka sasa. Hakuna cha kuchoka sasa. Mchungaji Frank anakufundisha koma mpaka Sasa kuna wale ambao unaona kabisa leo mtu unamwombea hapa, sawa? Kesho yupo kule, nakufahamu kule. Ni kama kuna dola moja alikuwa kuja hapa mara moja, siku moja nikamkuta kwenye kiti kirefu. Nikapita mshawa. Kama yeye alikuwa anafundisha nikarudisha. Yeye nikaendelea zangu. Haleluya. Sasa mtu unamwombea hapa leo, si ndio? Kesho unamkuta kwenye kiti kirefu. Unakuja unazungumza naye. Na hapa ametoka kumwelekeza, jamani, kama unataka upone, ishi maisha ya kumlingana Bwana. Habari za kitidirefu na nini ya kelelani. Tulia hapa. Sawa mchungaji. Kesho tu unamkuta yupo kwenye kiti kirefu. Unaambia wewe jaji nimekuajizika kuombea hapa na ukitefu. Mchungaji unajua nilipigia tu nini? Haya. Unaomba naye. Mara 2 mara 3 unaendelea kuomba naye wewe. Au anadanga fulani ambao unampatia maisha hapa mjini. Unampatia time. Sawa, ninajua uko na maisha yako na mambo mengine kwa nyuma. Sasa tengeneza, utoke huko. Kama ni danga achana nalo. Kama una vitu vyake kabisa mama. Anza maisha mapya. Siku ya kwanza, siku ya pili, wiki mpaka mwezi, huyo mtu kweli bado anajifikiria. Au ameshaamua kuendelea na danga. Alafu wewe unaendelea naye kuomba kweli? Hapa. Achana naye, akimalizana danga lake, basi atakuja kwa Yesu. Amina. Atakusumbua tu. Huyo achana naye.
Sawa, lakini ukiona kuna mtu anatia bidii kweli, na wewe utie bidii. Sawa, msaidie. Amen. Sasa tupo kipengele cha 3. Kwa unapoona uponyaji hujatokea kwa haraka, endelea na usikate tamaa mapema. Marko 8 mstari wa 22 mpaka 26. Marko 8 mstari wa 22 mpaka 26. Lakini tutasoma tu mstari wa 24. Tutasoma tu mstari wa 24. Marko 8 mstari wa 22 mpaka 26. Tutasoma tu mstari wa 24. Nasoma. Biblia inasema, akatazama juu akasema, naona watu kama miti inakwenda. Endelea. Ndipo akaweka tena mikono juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Aha. Sasa hapa ni habari ambayo Yesu, kuna somo tamu pale, ukilisoma vizuri kwa mwendelezo kwenye mistari yote, ukisoma 22 mpaka 26 tunaona vizuri. Kuna mtu ambaye alikuwa na shida ya nini? Ya macho. Na Yesu alichokifanya, alimchukua akamtoa nje ya mji. Umeelewa? Baada ya kumtoa nje ya mji, akamwombea. Na baada ya kumwombea, alianza kuona, lakini aliona maruerue. Anaona lakini anaona maruerue. Yesu akarudia kumwombea tena, na mpaka kakisha anaona wazi wazi. Sasa inatufundisha mtu unaweza kumwombea, pengine anauma mgongo, anakwambia maumivu yamepungua, lakini sio kama ilivyokuwa mwanzo. Nilikuwa siwezi hata kusimama mwenyewe, lakini angalau kidogo naweza nikatembea. Sawa, mshukuru Mungu kwamba kuna sehemu imefanyika, lakini useme baada ya mengine utaponaga mpaka apone kabisa. Sawa, huyu mtu anaona watu kama miti, si ndio? Lakini anatakiwa aone wazi wazi. Yesu hakuishia hapo, aliendelea kuomba naye mpaka kisha huyu mtu anaona wazi wazi. Na mimi jamani, ikitokea nimekuombea, usinitie moyo tafadhali. Niambie mchungaji, sasa maumivu hapa ndio umechokonoa. Ndio kabisa. Shida ndio imepamba moto. Sawa? Usinitie moyo. Sikuelewa kwamba vipi unajisikiaje? Najisikia mwepesi. Na kweli wewe mwepesi. Sio usinitie moyo kwamba tuendelee kuomba. Angalau najisikia vizuri. Sio mchungaji hapa sasa unajisikia vibaya. Nusu ya kufa. Sinamalizia. Ili tuendelee kuomba mpaka kieleweke. Haleluya. Kwa hiyo na unaona baada ya huyu mtu kupona, Yesu alimwambia jambo moja, usirudi huko tena. Usirudi huko tena. Kuna watu unaweza kwamba nao mpaka lakini kumbe shida hapo walipo. Sasa mwingine mambo mengine ni magumu. Mambo mengine ni magumu. Lakini mtu kama anataka kupona, anatakiwa achane na huyo mtu. Anatakiwa achane na huyo mtu. Anatakiwa toke hapa anapoishi. Hata kama ni kodi ya nyumba bado haijaisha, anatakiwa aondoke. So, mbona ushirikiano umekosa? Haleluya. Lakini sasa sio wote, sawa? Kuna wale ambao inabidi wewe. Sawa. Sasa tuangalie jambo la ngapi? Jambo la 4. Tuangalie jambo la 4. Jambo la 4 la kufanya wakati ukimwambia mgonjwa. Jambo la 4 unatakiwa kuzingatia wakati ukimwambia mgonjwa ni kuomba kutokana na chanzo cha ugonjwa. Kuomba kutokana na nini? Kuomba kutokana na chanzo cha ugonjwa. Omba
kutokana na chanzo cha ugonjwa. Na vyanzo nimekufundisha ni vingapi? 4. Kwa hiyo unapoomba na mtu kutokana na nguvu za giza, omba kwa kukemea. Sawa? Unaomba kwa kufanya nini? Kwa kukemea. Kwa sababu pepo hakuna habari ya kumsihi, si ndio? Lakini unaweza kutumia na kuchange dia kwa namna nyingine katika namna ya kumshughulikia, lakini pepo hatumsihi wao. Kwa nini? Tunamtawaisha, tunamkemea. Lakini kama chanzo ni namna ya kuishi tu, ni lifestyle ya mtu, cha kwanza ni kuomba neema na rehema kwa huyo mtu. Sawa? Kuomba neema na nini? Na rehema. Kwa hiyo kama mtu ana kipindupindu, wewe omba tu neema na rehema, Mungu amrehemu kwa namna ambavyo anaishi isivyo sahihi, na ndio maana amepelekea hayo mambo. Na omba uponyaji ndani yake, na baada ya hapo muelekeze aishi na kufuata taratibu za kitabibu ili kusudi huo ugonjwa usirejee tena. Usikufanye mganga wa kienyeji. Umeelewa vizuri? Nimeongea mambo matatu kama 4 hapo. Muombe neema juu yake, rehema. Sawa? Neema, rehema, uponyaji. Neema, rehema, uponyaji. Hiyo vitu vihusike. Kwa mtu ambaye ana huo ugonjwa ambao umepelekea au umetokana na lifestyle. Neema, rehema na nini? Na uponyaji. Kujumulisha cha 4, ushauri wa jinsi ya kuishi. Kama na kufanya mazoezi, afanye mazoezi. Asipofanya hivyo, kesho na kesho kutwa ataugua tena. Umeelewa? Haya. Kwa hiyo sasa, kama wewe unaona ndani yako una kitu ambacho Mungu anakusukuma kushughulika na kuombea watu, lazima pia uwe na knowledge dondoo kwa sehemu kwa masuala ya kiafya. Umeelewa? Na kama ukitaka kuboresha huduma yako zaidi ya kuombea watu, kapata kozi ya afya. Ili kusudi ujue hii shida ni ya kiafya, hii ni shida ya kiroho. Na kama ya kiafya, unamshauri nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya. Okay, sasa na kwa mtu ambaye ana magonjwa ya polisi, kwa mfano kama sickle cell. Kwa mtu ambaye ana magonjwa ya polisi, kwa mfano kama sickle cell na mengineyo. Sasa kuna ile ya polisi genetically, lakini kuna ile ya polisi spiritually. Umeelewa? Kuna ile ya polisi kibiolojia, lakini kuna ile ya polisi kiroho. Sasa polisi kiroho tunashughulikia katika namna nyingine, kwenye nguvu za giza huko. Lakini kwenye ile polisi kiroho kimwili kuna namna ya kuyashughulikia. Na namna ya kushughulikia ya kimwili, una mambo mawili ya kufanya. Ni kuachilia uponyaji, sawa? Lakini cha pili ni kuvunja ule mwendelezo wa kule polisi kigenetically. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya mawili. Mambo mangapi? La kwanza, kwenye hili la mtu ambaye ana ugonjwa wa polisi kama sickle cell. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, jambo la 4 ambalo tulizungumza kama sababu ya ugonjwa ni nini? Mungu mwenyewe, si ndio? Na mambo ambayo Mungu ameyasababisha, jinsi ya kuomba na huyu mtu ni cha kwanza ni toba. Omba toba
kwa ajili yake, na kama yeye pia ana uwezo wa kuongea, mwelekeze jinsi ya kuomba toba. Sawa? Lakini hiyo toba iendane na nini? Na rehema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Aha. Sasa mpaka hapo tunaweza tukaweka nukta na nikaribishe kama swali moja mawili kama yapo. Karibu. Karibu. Hapo kwenye namba 4 ambapo tumebarikia Sawa. Mungu mwenyewe. Ukisema ya kwanza ni adhabu ambayo Mungu alifanya tangu la kale kwa ukoma tao na hivyo. Na njia nyingine ni Mungu kukurudisha nyumbani maana na ya tatu ni kukudhibiti kusigaba. Na ile ambayo tunaiwekaje ile ya kusema kwamba Mungu anaachilia ugonjwa kwa mtu kwa ajili ya utukufu wake. Yaani ili yeye atukuzwe. Ile ya kwamba ili kusudi Mungu ajitukuze. Kwenye hapo bado inabaki, kwa mfano kama kwa Lazaro. Tunakumbuka? Kwa hiyo kuna mazingira ambayo Mungu anaweza kaachilia jambo, lakini mbele anakuja kule overtake. Na wakati wa kule overtake ndio anajidhihirisha kwamba ni yeye ndio amehusika kwenye kusaidia hiki kitu. Tuko pamoja? Kwa hiyo kama jambo ni la Mungu kujitwalia utukufu, na atakutumia wewe kuweza kudhibitisha huo utukufu wa Mungu kwenye hilo. Sawa? Sawa jamani? Mmenielewa au mnakubali aishe? Na mimi na swali. Karibu Gosha. Mimi nilikuwa nauliza haya magonjwa, kwa mfano kuna gonjwa lingine ambalo sio la kuishi. Kwa mfano mimi nina mke wangu alafu nimemuoa, yani tuko vizuri tu, lakini tunakuja kupata mtoto ambaye ni albino. Sasa pale unaweza kusema kwamba Mungu ameamua kutenda kitu kama hicho, au ni adhabu labda ambao mimi labda nimefanya ndo nikaje nikatoa mtoto kama huyo? Sawa. Kwanza kuzaa mtoto albino ni matokeo ya albino wa baba na mama. Kuna watu hapa wanashangaa, mimi sio albino, mke wangu sio albino, nazaa albino. Maanake kufikia hatua ya wewe na mke wako kuzaa albino, wewe ni albino nusu na mke wako ni albino nusu. Kwa hiyo nusu na nusu mkichanganya anapatikana albino kamili. Kwa hiyo ni magonjwa ya genetically. Sawa? Kwa hiyo hapo inarudi tu kama kwenye sickle cell. Na unapozaa mtoto mwenye sickle cell, wewe una sickle cell na mke wako ana sickle cell. Nusu nusu. Kwa hiyo nusu yako na nusu yake mkichanganya mnapata mtoto mwenye sickle cell. Kwa hiyo ishu yako inarudi pale kwenye magonjwa ya genetically. Swali la mwisho. Swali la mwisho ana kuulizia hapo kwenye kumwombea mgonjwa. sawa. Nasema lazima mtu awe na kujua habari za afya. Sasa ina maana tukasome tufanyeje sasa? Haya, mtu mmoja anisaidie, ile nimeshaeleza. Karibu Malik, unajibu au unaswalisha? Amina. Mimi nataka kuuliza kuhusu habari ya kutowesha. Sawa. Kwa sababu mimi naona huduma ya kutowesha ipo zaidi sana.